Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema kuwa kwa kuendeleza juhudi za kuimarisha huduma za usafiri wa baharini kwa kuongeza meli mpya ya kisasa ya Kilimanjaro 9 the Dragon of the Sea, kampuni hiyo imewekeza jumla ya dola za Kimarekani milioni 150 katika sekta ya usafiri wa baharini na kutengeneza ajira zaidi ya 281 kwa Watanzania. Ameyasema haya wakati alipozindua boti ya Kilimanjaro 9 the Dragon of the Sea huko Verde. Kwa kuongeza meli mpya ya kisasa iliyopewa jina la Kilimanjaro 9 the Dragon of the Sea. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, nimearifiwa kuwa kampuni hii imeshawekeza jumla ya dola za Kimarekani milioni 150 katika sekta ya usafiri wa baharini na kutengeneza zaidi ya ajira 281 kwa Watanzania. Uwekezaji huo unajumuisha ununuzi wa vyombo vya usafiri wa abiria na mizigo vinavyotoa huduma kati ya Unguja, Pemba, Tanzania bara pamoja na visiwa vya Komoro. Napenda kumpongeza sana na kumshukuru mwanzilishi na mwenyekiti wa kampuni ya Bakhresa Group of Companies, mzee wetu Mzee Said Salim Bakhresa, kwa kuendelea na uwekezaji wake wenye kugusa maisha ya watu nchini kupitia biashara zake mbalimbali. Natumia fursa hii kutoa wito kwa wawekezaji wengine wazawa kuiga mfano wa mwekezaji huyu kwa kuwa wazalendo na kujali maslahi ya nchi yao. Katika kufanikisha maendeleo ya sekta ya uwekezaji huu, napenda kuishukuru Mamlaka ya Kukuza Uwekezaji Zanzibar ZIPA, Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi pamoja na taasisi nyingine za serikali kwa kuendelea kushirikiana vizuri na wawekezaji katika kukamilisha taratibu zote zinazohitajika kwa haraka. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, sekta ya usafiri wa baharini ni sekta muhimu sana katika maendeleo ya uchumi wa nchi yetu, ambapo zaidi ya 90% ya mizigo inayotoka na kuingia nchini inapitia baharini. Hivyo, serikali itaendelea kuimarisha sekta hii kwa kuboresha bandari zote za Unguja na Pemba pamoja na kuongeza bandari mpya za kisasa kwa lengo la kuongeza huduma bora za usafirishaji nchini na kupunguza msongamano katika bandari zilizopo. Serikali kwa sasa kwa kushirikiana na sekta binafsi inaendelea na ujenzi wa bandari ya Mpiga Duri ambayo itajumuisha bandari ya abiria, mizigo pamoja na maegesho ya boti kwa shughuli za kitalii. Kadhalika, ujenzi wa bandari jumuishi ya Mangapwani tayari umeshaanza, ambayo inategemewa kujumuisha sehemu ya meli za mizigo ya makontena, sehemu ya kupokea meli za mafuta na gesi na eneo la chelezo kwa huduma za matengenezo ya meli. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa Azam Marine Abubakar Aziz Salim amesema kuwa kampuni hiyo imetoa ajira za moja kwa moja kwa zaidi ya wafanyakazi 600 na husafirisha wastani wa abiria 5,000 kwa siku kati ya Dar es Salaam, Unguja na Pemba. Kampuni yetu imeweza kudumu katika sekta hii kutokana na ari ya uongozi na wafanyakazi kwa ujumla ya kuendeleza mbinu tofauti zenye ubunifu na weledi wa hali ya juu sambamba na uwekezaji wa mara kwa mara. Kutokana na mkakati huu, mpaka hivi leo kampuni yetu imewekeza jumla ya mtaji wa shilingi bilioni 300 baina ya mwaka 2010 na 2025. Kulifahamu hili vizuri, Azam Marine imewekeza nchini jumla ya meli 27 kuanzia MV Muungano, MV Pemba, Serengeti mpaka kuhamia kwenye Sibas na hivi leo tukizindua Kilimanjaro namba 9. Na kati ya 27 hizo, meli 10 tu ndio zipo ambazo active kwenye mzunguko wetu. 17 zilobaki zenye thamani ya takriban bilioni 90 zilifika mwisho wa maisha yake ya kiufundi na nyingine tukascrap na kuuza kwa hasara. Mapato yote na faida yote iliyopatikana katika kipindi hiki ilitumika na inaendelea kutumika katika uwekezaji huu
na haya, Mheshimiwa mgeni rasmi, yanathibitika si kwa maneno tu, bali kwa vitendo.